Tuangalie jambo la 5 kama niko sawa sawa kwa mtiririko wa kuandika. Jambo la 5. Jambo la 5. Jambo la 5 linasema msalaba una nguvu ya urejesho. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya urejesho au kurejesha. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya urejesho. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya urejesho au kurejesha. Natamani tujifunze vema ili kwamba tupate nguvu na bidii ya kwenda kwenye kuomba. Kwa lengo la kujifunza ili tuombe, tunautumia msalaba wa Yesu Kristo kuomba. Tunatumia nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo kurejesha. Tunapozungumza juu ya swala hili la urejesho kwa haraka, nataka tuangalie mambo kadhaa. Kwa sababu urejesho ni ile hali ya kile kilichokuwa kimechukuliwa kurudishwa. Urejesho ni ile hali ya kile kilichokuwa kimechukuliwa, kilichokuwa kimeondolewa, kurudishwa. Hiyo ndiyo maana ya neno urejesho. Sasa ili tuende vizuri, ni vizuri tuangalie kwanza kwamba kuna vitu au kuna mambo ambayo yalipotea au yalichukuliwa. Ili tuende vizuri, kwa sababu tukizungumzia tu kurejesha kama tujazungumzia kupoteza, itakuwa sio sawasawa sana. Kwa sababu kurejesha ni kurudishwa kwa kile kilichokuwa kimepotea. Kwa ni vizuri tukaongelea hata kidogo kwa habari ya kupoteza, ili mtu awe na picha fulani. Kwa sababu kama tunarejesha kapotea tena, narejesha kikapotea tena, inakuwa ni kazi bure. Sasa tunapozungumza urejesho, ni vizuri tuangalie juu ya kupoteza. Mwanadamu, mtu alipoteza kila alichokuwa amepewa na Mungu katika bustani ya Edeni. Katika bustani ya Edeni, Biblia inatuambia kwenye Mwanzo sura ya 3, mwanadamu alipoteza kila kitu na akafukuzwa atoke kwenye bustani ya Edeni. Maisha ya mwanadamu Mungu aliyadesign akae kwenye bustani ya Edeni. Biblia inasema ya kwamba Mungu alitengeneza bustani ya Edeni, akamweka na mwanadamu ndani yake ili ailime bustani, ili aitunze bustani na kuiendeleza. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 15. Unaona namna ambavyo katika bustani ya Edeni, unaona namna ambavyo Mungu amemtengenezea mazingira mazuri ya mwanadamu kukaa katika bustani ya Edeni. Kila mti wenye matunda ya chakula, lakini unaona anamtengenezea mpaka mito ya maji ya kumwagilizia ile bustani ya Edeni. Lakini unaona anampa umiliki, anampa utawala wa kumiliki na kutawala kila kitu ambacho kiko katika bustani ya Edeni.
Lakini Biblia inatuambia mwanadamu akaenda kinyume na utaratibu ambao Mungu alikuwa ameuweka. Ukisoma kwenye Mwanzo 3:9, Biblia inasema Mungu anamuuliza Adamu, Adamu uko wapi? Unaona, Adamu amepoteza nafasi yake. Alipotoka kwenye ile nafasi, alitoka kwenye kumiliki. Alipotoka kwenye ile nafasi, alitoka kwenye kutawala. Alipotoka kwenye ile nafasi, alitoka kwenye utajiri. Alipotoka kwenye hiyo nafasi, alitoka kwenye yale maisha ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Na kupitia Adamu, wanadamu wote tukawa tumepoteza. Kwa nini? Kwa sababu sisi sote tumetokana na watu wawili katika mmoja, Adamu. Alianza Adamu, alipotoka Adamu akaja Hawa. Baada ya Hawa wakazaliana wengine, ndio mpaka sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jirani yako mwambie, mimi ni ndugu yako. Mwambie, mimi ni ndugu yako. Kwa sababu tukianza kurudi nyuma kutokea hapo ulipo, karudi kwa babu, karudi kwa bibi, karudi kwa bibi wa bibi, yaani ukarudi nyuma, unatokezea kwa Adamu. Unakuja kushangaa kumbe mimi ni kaka yako kabisa. Shangaa kwamba kumbe mimi ni mjomba wako. Tumetoka kwa mmoja Adamu. Kwa hiyo kupoteza kwa Adamu kukawa ni kupoteza kwetu. Kupoteza kwa Adamu kukawa ni kupoteza kwetu. Sasa ni mambo gani yanafanya mtu apoteze? Hapa niende vizuri. Yaani Adamu alipewa kwa niaba yetu ili amiliki, ili atawale. Wakati Adamu anapewa, tulikuwa kwenye viuno vyake. Maana yake kupitia Adamu na sisi tulikuwa tunafanywa wamiliki. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, basi atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Andiko hili linatuonyesha hivi kwamba wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, alituchagua mimi na wewe tuwepo. Tulikuwa katika nani? Tulikuwa kwenye viuno vya Adamu. Tulikuwepo, lakini tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa hiyo wakati Adamu anaambiwa amiliki na kutawala, tulikuwa tunapewa na sisi kumiliki na kutawala. Wakati Adamu anapewa nafasi yake kukaa katika bustani ya Edeni, Mungu alikuwa anatupa na nafasi zetu na sisi, lakini tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa hiyo nataka ujue kupoteza kwa Adamu ndiyo kupoteza kwetu. Sasa tunapoyaangalia mambo yanayofanya mtu apoteze, yanafanya apoteze nini? Vile alivyopewa kumiliki, vile alivyopewa kutawala. Amepewa nini? Vyote. Mungu amempa kutawala vyote. Mungu amempa kumiliki na kutawala vyote. Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 na wa 27, unaona maandiko yanasema, Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu,
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Mstari wa 28, Bwana Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila chenye kutambaa chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Maana yake nini? Maana yake ni hii, kwamba Mungu alimuumba mwanadamu ili awe mtawala, atawale kwenye kila kazi ya Mungu, atawale kwenye kila kazi ya Mungu, atawale kwenye kila kazi ya Mungu. Yaani chochote kile ambacho kimeumbwa na Mungu, mwanadamu alipewa kutawala, alipewa kutawala. Vyote ambavyo Mungu aliviumba ili mwanadamu avitawale. Hajaviumba ili awe mapambo ya dunia, aliviumba ili mwanadamu avitawale, na aliviumba ili viendeleze maisha ya mwanadamu. Sasa ukipoteza umiliki, kuna namna maisha yako hayaendi sawa sawa. Ukipoteza kumiliki, kuna namna ambavyo maisha yako hayawezi yakaenda sawa sawa. Sasa yako mambo ambayo ukiyafanya yanafanya upoteze. Jambo la kwanza, dhambi. Kama unaandika andika. Jambo la kwanza, dhambi. Jambo la kwanza, dhambi. Jambo la kwanza, dhambi. Dhambi ni moja ya sababu kubwa zinazofanya mwanadamu apoteze au aharibikiwe au akwame. Dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naitikia amina. Naitikia amina. Okay, tuendelee kidogo. Tupate nafasi ya kuomba. Tupate nafasi ya kuomba, maana watu inaonekana na uchovu sana, lakini Mungu akutie nguvu. Kwa hiyo dhambi ni moja ya sababu inayofanya mwanadamu apoteze. Anapoteza alichopewa na Mungu. Dhambi inaweza ikafanya upoteze uchumi ulio nao. Dhambi inaweza ikafanya upoteze nafasi ulio nayo. Dhambi inaweza ikafanya upoteze ndoa ulio nayo. Dhambi inaweza ikafanya upoteze kazi ulio nayo. Ni dhambi. Dhambi ni nini? Dhambi ni kwenda kinyume cha sheria za Mungu na maagizo ya Mungu. Dhambi ni uasi. Dhambi ni lolote lile ambalo Mungu amelikataa. Dhambi ni lolote ambalo liko nje na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni dhambi. Dhambi inamfanya mtu apoteze. Ni swala la muda. Kama maisha yako ni ya dhambi, chochote ulichonacho utakipoteza kwa sababu ya dhambi. Chochote ulichonacho utakipoteza kwa sababu ya dhambi. Dhambi ni mlango mkubwa wa kupoteza. Dhambi ni mlango mkubwa wa kupoteza. Maisha ya dhambi yanafanya mtu apoteze vitu kadha wa kadha. Utapoteza nafasi, utapoteza uchumi, utapoteza ndoa, utapoteza huduma, kila kitu. Dhambi inafanya mtu apoteze. Kwa hiyo sababu ya kwanza inayofanya mtu apoteze ni dhambi. Jambo la pili au sababu ya pili, kuvuka mipaka iliyowekwa. Kuvuka mipaka uliyowekewa. Kuvuka mipaka iliyowekwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo lina mipaka yake. Kila jambo. Haliko jambo ambalo halina mpaka duniani. Chochote kile
kina mipaka yake. Hakiko ambacho hakina mipaka. Kama ni urafiki, una mipaka yake. Kuna mipaka ukiivuka unaupoteza urafiki. Kama ni ndoa, ina mipaka yake. Ukiivuka mipaka iliyoko kwenye ndoa unapoteza ndoa. Kama ni ajira au kazi, ina mipaka yake. Ukiivuka hiyo mipaka unapoteza ajira. Sasa ukivuka mipaka iliyowekwa unapoteza chochote kile ulicho nacho. Yaani kuna mambo ili uwe nayo, kuna vitu ili uwe navyo, lazima ulinde. Usivuke mipaka. Usivuke mipaka. Adam na mke wake walivuka mipaka waliowekewa. Waliambiwaje? Mnaweza kula matunda ya miti yote katika bustani ila mpaka mti huu msile matunda yake. Msile matunda yake. Huo ulikuwa ni mpaka, lakini wakauvuka. Walipouvuka mpaka huo, wakapoteza nafasi ambayo Mungu alikuwa amewapa. Wakapoteza Edeni, wakapoteza uchumi, wakafukuzwa. Kwa nini? Wamevuka tu mpaka. Ni jambo moja tu linaweza likakugharimu maisha. Haya maisha yanahitaji umakini sana. Ni jambo moja tu linaweza likakugharimu maisha yako yote. Na mimi niombe mno kuwa makini na mambo ambayo ni ya maisha. Kuwa makini na mambo ambayo ni ya maisha. Kwa mfano, kuoa au kuolewa. Kwenye imani ya Kikristo, unaolewa mara moja, unaoa mara moja mpaka kifo. Biblia inasema hivi, aliwaambia mtakapokula hakika yake mtakufa. Sheria inawaambia hamtakufa. Hamtakufa. Kuwa makini na mambo ya namna hiyo. Ni jambo moja tu linaweza likakugharimu maisha. Moja tu. Ni tukio moja tu. Haya maisha tulio nayo yanahitaji umakini wa hali ya juu sana. Kuna watu mpaka leo wako mahali pabaya kwa sababu ya jambo moja tu. Moja tu. Moja tu. Sio mengi, sio mawili, sio moja tu. Kuna mambo ambayo ukivuka ukayafanya yanagharimu maisha. Mpaka leo, yani mpaka leo hivi unavyoona hivi tulivyo leo. Kwa sababu kuna mtu alivuka mpaka. Alitakiwa asile, akavuka akala. Leo hii tunataabika kwa sababu mtu mmoja tu. Kuna jambo unaweza ukafanya leo kizazi chako chote kikateseka. Moja tu. Moja tu. Tunaishi maisha yetu wenyewe, lakini maisha yetu wenyewe kwa ajili ya wengine. Tunaishi maisha yetu wenyewe, ni maisha yetu wenyewe, lakini kwa ajili ya wengine. Imani yako kama ni kubwa, unagundua hauishi maisha yako mwenyewe, unaishi maisha ya Mungu kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo kuvuka mipaka iliyowekwa. Jambo la tatu, kuvunja kanuni. Mipaka na kanuni ni vitu viwili tofauti. Kila jambo lina kanuni zake. Unapovunja kanuni za ndoa, automatic unavunja ndoa. Unapovunja kanuni za kazi, automatic unavunja kazi. Unapovunja kanuni za uchumba, automatic unakuwa umevunja uchumba. Unapovunja kanuni za biashara, unapoteza biashara. Ni kanuni tu. Mwenzetu na moyo mzuri sana huko kwenye biashara, unawasaidia tu watu. Wakija na wapa tu.
biashara hiyo. Nawapa tu bwana, basi Mungu atanilipa bwana. Nampa. Mungu atanilipa bwana. Unampa. Kila jambo ina kanuni zake. Usipofuata kanuni za jambo, unapoteza hilo jambo. Kwenda shule kunahitaji kuzingatia kanuni. Moja ya kanuni zetu hapa, lazima uwe na sare. Wahi shuleni muda. Hauendi muda unaojisikia. Hauendi muda unaojisikia. Utaratibu saa 1 kamili au saa 1:30 shule. Na kuna kanuni. Tunavaa viatu vya aina hii. Kutengeneza maisha ya mfanano. Navaa sare za aina hii. Tengeneza maisha ya mfanano. Ukikiuka unafukuzwa shule. Na hauwezi ukaenda darasa la kwanza eti kwa sababu una akili sana ujikute huko la 7. Lazima kanuni zifuatwe. Darasa la kwanza, la pili. Kwa hiyo kanuni. Jambo la 4. Ili tusogee mahali tuombe. Jambo la 4. Jambo la 4. Kusikiliza maelekezo ya wengine. Kusikiliza maelekezo ya wengine ni moja ya jambo linalofanya upoteze. Hawa jamaa walimsikiliza nyoka. Kwenye maisha nyoka bado wapo. Ni kamtu tu, lakini kanyoka. Kanakuja kukushauri. Unanyanyasika sana. Hayo sio maisha. Unanyanyasika mno. Kazi gani ya namna hiyo? Ni kanyoka. Biashara gani ya hivyo? Unanyanyasika sana. Unanyanyasika. Amna. Achana tu na hilo. Ulidanganywa. Sio hivyo. Kusikiliza maelekezo ya wengine. Nizungumze hapa. Kama mtu umeajiliwa, sikiliza maelekezo ya mwajili wako. Fuata maelekezo ya mwajili wako. Ukiona jambo haliko katika mapenzi ya Mungu, usitafute ushauri mahali pengine. Yale unaoweza kuyafanya, fanya. Usioweza kuyafanya, achana nayo. Lakini sikiliza maelekezo ya mwajili wako. Unapoanza kusikiliza maelekezo ya nje na mwajili wako, ni swala la muda tu, hiyo kazi unaipoteza. Unaipoteza. Mimi nakwambia utapoteza tu. Fuata maelekezo ya mwajili wako. Sikiliza maelekezo ya mwajili wako. Wewe ni mtoto kwenye familia fulani. Fuata maelekezo ya familia, ya baba wa familia. Baba, wewe ni mtoto, fuata hayo maelekezo. Unapoanza kutafuta maelekezo ya wengine, hayo ni ya wengine. Familia yenu ni familia yenu, na familia yao ni familia yao. Hivyo hivyo umeoa, umeolewa. Sana umeolewa, niseme hiyo. Umeolewa. Viko vinyoka vingi sana tu. Huyu mwanaume mnyanyasaji. Hamna. Usifanye hivyo. Wewe hujitambui tu. Na nini? Tafutie kanani. Hakuna. Utapotea. Na utapoteza hiyo ndoa. Na utampoteza huyo mwanaume. Utapoteza. Mimi nakwambia niko hapa. Kusikiliza maelekezo ya wengine, ya nje. Adamu aliposikiliza tu maelekezo ya kutoka nje, alipoyakubali maelekezo ya kutoka nje, akaanza kuyatekeleza. Bahati mbaya ni hii. Kusikiliza taarifa kunakuja na nguvu fulani. Usijidanganye, mimi nasikiliza tu. Mazungumzo mabaya uharibu tabia. Ndio hicho ambacho wanasema. Wewe hutaki kutongozwa, umesimama tu, mtu anakutongoza mpaka anamaliza. Afu namwambia sitaki.
Si ukatae, anaanza kukutongoza, bwana mimi nimekupenda, anakueleza wewe nimekupenda, sijui silali, nikilala na kuota na nini na nini, huko tu hapo. Sasa nipe jibu, sitaki. Kwa nini ulikuwa unasikiliza? Wewe hutaki. Anaanza tu kuambia unaelewa kama wewe anamwambia bwana sina muda wa mambo hayo. Siku nyingine. Wewe unasikiliza paka vile vimaneno ambavyo anakuambia ni mishale kwenye moyo wako. Wakati unaondoka kama unavipuuzia tu hivi. Lakini kadiri unavyoenda vinaanza kuzama ndani ya moyo wako. Usikubali kusikiliza maelekezo ya sehemu nyingine. Yanaingia na nguvu. Yatakuvuta tu, kuna kitu utafanya. Wewe mtu anaanza kukuambia habari za uganga. Kuna mganga mahali fulani, kiboko, yaani yule bwana ukienda, alienda fulani, unamwambia mimi bwana nina Yesu, habari za waganga sizitaki. Kataa mapema. Wewe ukishasikia tu habari za waganga, kataa. Kwa sababu ukiondoka pale, mtu anakuambia, "Si unamwona fulani, alienda kwa mganga. Yule mganga amemtengeneza." Alafu ukikaa mambo yako naona, bwana, basi tu haya mambo. Sio jambo linapeta. Lakini haya mambo basi tu. Sio jambo linapeta. Ile information ina nguvu sana ndani yako. Kwa hiyo ukiona, yani usisikilize maelekezo kutoka sehemu nyingine. Kataa mazungumzo mengine, yakwepe, yeepuke. Kwa sababu wengine hawana nguvu ya kupangua hizo, ndio maana na kufundisha hivyo. Jambo la tano. Tamaa ya kupata zaidi. Yaani hapa nasema tutosheka na ulivyo navyo, acha kutamani. Tamaa ya kupata zaidi. Yaani mwingine anatamani anacho apate. Mwanamke huyu alitamani kuwa kama Mungu. Shetani unaelewa alivyowaambia? Aliwaambia mkila hapa, Mungu mwenyewe anajua mtakuwa kama yeye. Mkijua mema na mabaya mtakuwa kama Mungu. Tamaa ya kupata zaidi. Unacho, unatamani upate zaidi. Unacho, unatamani. Mimi sikwambii kupata zaidi ni vibaya, lakini dhibiti tamaa yako ya kupata zaidi. Dhibiti hiyo tamaa. Ridhika na ulicho nacho, muombe Mungu akuinue. Tamaa ya kupata zaidi ni mbaya. Tamaa ya kuwa kama fulani ni mbaya. Nisikilize vizuri. Tamaa ya kuwa kama fulani ni mbaya. Hao walikuwa wanatamani kuwa nani? Kuwa kama Mungu. Mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Wakatamani. Tamaa ikawasukuma. Yakobo anasema jamani, kila mtu anajaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe. Tamaa ya moyo wa mtu ndiyo inayoamsha majaribu. Majaribu mengine ukidhibiti tamaa, ukicontrol tamaa ya moyo wako, kuna majaribu mengine hutajaribiwa. Natamani niwe kama binti fulani. Natamani niwe kama binti fulani. Huyo binti anapendeza. Na wewe unataka upendeze. Anabadilisha nguo kila siku, anabadilisha nguo kila Jumapili. Na wewe unataka ubadilishe. Sasa unabadilishaje? Unatafuta mtu wa kukusaidia ili unabadilisha. Tayari kwenye kutafuta huo msaada unapoteza heshima yako kama binti. Heshima yako inapotea. Natamani niwe kama fulani. Natamani niwe. Ile tamaa ya kuwa kama itakuangamiza. Itafanya upoteze kitu. Tamaa inapoingia, uwe makini. Itapishana na vitu ulivyo navyo. Itapishana. Kwa hiyo tamaa ya kupata zaidi inafanya mtu apoteze. Linda tamaa. Dhibiti tamaa ya moyo wako. Mungu atakuinua tu. Mungu atakubariki tu. Mungu atakupa tu. Nizungumze kwa wale ambao mnaishi maisha yenu wenyewe. Umeoa, umeolewa. Usiyatamani maisha ya watu wengine.
Dhambi mbaya ni dhambi ya kutamani, ni dhambi mbaya mno. Tamaa inayomsukuma mtu kwenye anguko ni tamaa mbaya sana. Wana wa Israeli waliyatamani maisha ya Misri, hawakuridhika na maisha waliokuwa nayo. Tamaa ni mbaya, inafanya upoteze. Akatamani mabaya, wale jamaa walitamani mabaya. Paulo anatuambia hivyo, walitamani mabaya, na walipotamani mabaya wakaangamizwa jangwani. Tamaa inafanya upoteze kile ulichonacho. Ulichonacho ridhika nacho, ulichonacho kitunze, ulichonacho kiboreshe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Jambo la 6. Ushawishi wa mapepo. Mapepo yanawashawishi watu. Watu wengi mno wanatembea chini ya ushawishi wa mapepo. Ushawishi wa mapepo. Watu wengi sana wanatembea na ushawishi, chini ya ushawishi wa mapepo. Shetani alikuwa na mshawishi mwanamke. Jamani, hayakuwa mazungumzo ya siku moja. Siku moja tu nyoka anaongea hivi, walikuwa wameshaanza kuongea muda. Wangemwona tu nyoka chwap, wewe piga picha nyoka jinsi alivyo, anaongea na wewe. Habari sasa hizi? Salama. Umeshindaje? Umetoka wapi? Umekula matunda gani? Leo nimekula mapera na maparachichi. Haujafikiria tu kula nani? Mimi nawaambia utakuwa kama Mungu. Ushawishi wa mapepo. Ushawishi wa mapepo ni msukumo ndani ya mtu unaoamsha hisia, utashi wa kutaka kufanya kitu fulani, lakini msukumo huu unakuwa umebeba uangamivu au kupoteza. Watu wengi mno wanatembea chini ya msukumo wa mapepo. Ushauri hapa, unapohitaji kufanya jambo, unapopata msukumo wa kufanya jambo lolote lile, omba, usikurupuke, kwa sababu wakati mwingine mapepo yanaweza yakamwingia mtu, yakakuingia, yakaufanya moyo wako utamani kufanya kitu fulani, lakini kumbe ni mapepo. Unafanya, unapoteza. Kama ni hela zinazamia pale, kama ni mtaji unazamia pale. Ni muhimu kuomba, yaani lazima uombe ili waje, ili ushinde huo ushawishi wa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Watu wa Mungu, sasa nimekuonyesha mambo haya yanayofanya mtu aweze kupoteza. Turudi sasa, tumeona mtu anapoteza. Turudi sasa kwenye ukombozi kwa dakika chache, alafu tuombe. Turudi kwenye ukombozi, kwenye urejesho au ukombozi kwa dakika chache, ili tuweze kuomba. Kwenye hiyo ya ushawishi wa mapepo unaweza ukaandika Injili ya Luka 19:10. Injili ya Luka 19:10. Lakini hapa kusomea mimi maandiko machache. Kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 13 na wa 14. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha
na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi wa dhambi, yaani msamaha wa dhambi. Biblia inasema hivi, alitukomboa. Alipotukomboa alituhamisha, alitutoa mahali fulani akaturudisha mahali fulani. Tunapozungumza juu ya urejesho, tunazungumza juu ya kutolewa sehemu, kurudishwa mahali. Wapi? Kuna nafasi ambayo mwanadamu aliipoteza. Kuna nafasi ambayo mwanadamu aliipoteza, lakini hiyo nafasi analejeshwa kupitia ukombozi wa msalaba wa Yesu Kristo. Biblia inasema anahamishwa. Alipelekwa wapi? Kwenye Mwanzo 3:21 unaweza ukasoma pale. Alitolewa kwenye nafasi, alifukuzwa kwenye nafasi, lakini kwa njia ya msalaba anarudishwa tena. Alitolewa kwenye ufalme, anarudishwa tena kwenye ufalme. Alitolewa kwenye umiliki, anarudishwa tena kwenye kumiliki. Alitolewa kwenye utawala, anarudishwa tena kwenye kutawala. Sasa kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo tunapata kurejeshwa kwenye nafasi zetu ambazo Mungu alikuwa ametuumbia na kutupa tangu zamani. Lakini hapo hapo nasema ambaye katika yeye huo, yani tuna ukombozi, yani masamaha ya dhambi. Kukombolewa, mtu wa Mungu, kukombolewa ni kurejeshwa. Naposema jamani, naenda kukomboa basikeli yangu, naenda kuikomboa, maana yake ilikuwa ya kwako, unairudisha ili uimiliki tena. Bwana Yesu asifiwe. Haraka haraka, Waefeso. Bwana asifiwe. Haya jamani, muhimu sasa kanisani. Waefeso 1:7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Maana yake tunao ukombozi wetu katika yeye huyo. Nani? Yesu Kristo. Tunao ukombozi wetu katika damu yake. Ni damu ya nini? Damu ya msalaba. Damu ya msalaba wa Yesu. Damu ya msalaba wa Yesu. Kwa sababu gani? Damu ni damu ya msalaba wa Yesu. Maana yake katika yeye huyo tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo, yani ya Kristo, yani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu upo? Okay, dakika chache. Biblia inasema hawa watu waliwekwa kwenye mwenendo usiofaa, lakini kilichowatoa, kilichowakomboa, kilichowahamisha watoke kwenye mwenendo usiofaa waingie kwenye mwenendo unaofaa, warudishwe kwenye mwenendo unaofaa, Biblia inasema ni damu ya mwana kondoo. Na tunaelewa damu ni damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Na tunaelewa damu ni damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sawa. Tunaombaje hapa? Nataka tuombe, sababu naona siku ya leo imeenda hivi ambavyo Mungu ametaka iende. Bwana asifiwe.
Tunaombaje? Tunaombaje? Hilo ndilo ambalo nataka nijibu hapa haraka haraka, afu tuombe, kwa sababu naomba kwa ajili ya urejesho. Elewa kwamba urejesho ni kurudishwa. Sasa kama nafsi ya mtu ni mateka na ni mawindo, hakuna kinachoweza kurejea. Mnisikilize vizuri nyinyi. Kama nafsi ya mtu ni mateka na ni mawindo, hakuna kinachoweza kurejeshwa. Yaani tunasema hivi, mtu labda naomba arejeshewe uchumi wake. Nafsi yenyewe ambayo inatakiwa kurejeshewa haipo. Tunaelewa? Sasa hicho kinacholejea kinarejea wapi? Maana yake cha kwanza ambacho tunaomba kama urejesho ni urejesho wa nafsi. Jamani, naomba uamini hivi jioni hii tunapoenda kuomba, nafsi ya mtu inaweza kuwa nje ya mtu. Nafsi ya mtu ni kibali cha mtu. Nafsi ya mtu ndio mafanikio ya mtu. Nafsi ya mtu ndio utashi wa mtu, uko ndani ya nafsi. Mtu anaweza akawa hai, nafsi yake isiwe ndani yake, ana hema ila nafsi yake haiko ndani yake. Tunapoomba, tunaomba kwanza urejesho wa nafsi. Nafsi zirejeshwe. Unaweza ukajiona tu uko sawasawa wewe, lakini nguvu ya Mungu ikipita sawasawa, tutashangaa. Kwa wapi? Kaburini. Ilikuwa Igwamanoni huko na ng'oa kalanga kwenye shamba la mtu. Umerudi tunaomba na vingine vileje sasa. Kwa hiyo urejesho wa nafsi, nafsi zirejeshwe. Urejesho ni urejesho katika ukombozi, na urejesho ni neno ambalo linakaribiana na wakati mwingine nataka kufanana. Urejesho. Jambo la pili, tunaomba urejesho wa vitu. Moja, urejesho wa nafsi. Baba, nafsi yangu irejeshwe kwa damu ya Yesu, irejeshwe. Narejesha nafsi yangu, kila kilicho kama nafsi yangu kiachie kwa nguvu ya msalaba. Narejesha nafsi yangu. Nafsi yangu irejeshwe. Unakuta bwana, nafsi yako imekalishwa tu mahali fulani huko imekaa. Irejeshwe. Mbili ni vitu, nimesema. Mbili ni vitu. Tatu, nafasi. Nafasi inaambatana na muda. Hapo kwenye nafasi, muda. Nafasi, muda. Kuna majira fulani yamepita, kuna muda fulani umepita, Bwana akurejeshe. Mungu anasema yale yaliyoliwa na tunutu Bwana atayarejesha. Ulikuwa ni muda fulani, yaliyoliwa na nzige Bwana atayarejesha. Yaliyoliwa na madumadu Bwana atayarejesha. Yaliyoliwa na palale Bwana atayarejesha. Mungu ni Mungu anayerejesha. Muda, nafasi. Ulikuwa na nafasi nzuri sana ya kufanya maisha mazuri, ukaichezea. Mungu arejeshe. Ni gharama. Mungu arejeshe. Ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tumeelewana kanisa? Okay, kwa hiyo tunaenda kuomba kwa namna hiyo.